Young African wanashuka tena dimbani kuwavaa JKT Tanzania, ambapo Young African kwenye mchezo uliopita walishinda goli 1-0 dhidi ya Namungo kule Lindi, ambalo goli liliwekwa wavuni na mshambuliaji Depu kupitia mkwaju wa penalty, na Young African waliondoka na ushindi wa goli 1-0 wakiwa ugenini kule Lindi. Sasa safari ikawa ni kutoka Lindi kuja Dar es Salaam, ambapo Young African wana kibarua kingine cha kuvaana na maafande wa JKT Tanzania kwenye dimba la KMC Complex. Sasa mechi hiyo itapigwa majira ya saa 10 kamili, ambapo Young African anakuwa mwenyeji wa mchezo huyo akimkaribisha JKT Tanzania pale New Amani Complex, pale kwenye dimba la KMC Complex. Sasa nini kitatokea, mimi na wewe atujue, tusubirie dakika 90. Sasa kuelekea mchezo huo, kocha wa Young African ameamua atangaze kikosi na lineup ya wachezaji ambao wataanza kwenye kikosi hicho, na lineup hiyo tunayo hapa Tubone Media. Hivyo basi nikukumbushe tu, wewe kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia na ni mgeni, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. Sasa kwa kufanya hivyo na kwa umejiunga na familia hii ya michezo, so hakikisha umesubscribe. Sasa moja kwa moja tunaenda kukitazama kikosi cha kocha wa Young African ambaye amewapa chance wachezaji wake kuanza kwenye mechi hiyo dhidi ya JKT Tanzania. Na ikumbukwe mechi hiyo ni ya NBC Premier League, itapigwa pale kwenye dimba la KMC Complex majira ya saa 10. Hivyo basi bila kupoteza muda tunaanza na golini. Golini amekaa Didier Diala kama kawaida, tunafahamu uwezo wake Didier Diala wa kudaka, hadi wanamuita screen protector, mdaka mishale huyu. Lakini namba 2 amekaa Isla Patrick Mwenda, kijana mdogo kabisa huyu, amepata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Young African, pia alianza kwenye kikosi cha Namungo. Hivyo basi Isla Patrick Mwenda ameanza tena. Lakini namba 3 ni Mohamed Hussein Shabalala, tunafahamu uwezo wa Mohamed Hussein Shabalala kwenda kumwaga maji, kwenda kuokoa na pia overlap, uwezo wake unajulikana. Hivyo basi kocha wa Young African amempa nafasi ya kuanza kama namba 3 kwenye kikosi hicho. Lakini namba 4 ni Ibra Baka Koplo, huyu tunafahamu kabisa ukatili wa Baka pale katikati kuzuia mashambulizi, lakini akisaidizana na namba 5 ambaye ni Dickson Job, ndo team captain kwenye hii mechi. Lakini tunafahamu uwezo wa big brain defender Dickson Job huyu, ambaye anasaidizana katikati pale na Baka, wanatengeneza pacha mbili pale katikati. Lakini namba 6 ni defending midfielder Abuya, ameanza kama namba 6 ambaye ni defending midfielder mzuri sana wa Young African na anafanya vizuri sana. Lakini namba 7 winga ya kulia namba 7 ameanza Alan Okello, Starboy kutoka pale Uganda. Tunafahamu uwezo wa Alan Okello akiwa dimbani, na tunafahamu uwezo wa Alan Okello kwenye Young African. Lakini namba 8 ni Max Mpia Nzengeli, tunamjua Max Mpia Nzengeli ni kiungo ambaye ana speedi, anaweza kupiga pasi, anaweza kudribble, vile vile anaweza kufunga. Lakini namba 9 ni Dube, tunafahamu uwezo wa Dube saizi wa kuwekwa mpira wavuni. Hivyo basi amepata nafasi ya kwanza kama namba 9. Lakini namba 10 ni Depu mwenyewe, na huyu ndiye ambaye aliwapa ushindi kwenye game iliyopita ya Young African vs Namungo, ambaye alipiga goli kwa kupitia mkwaju wa penalty ambao ulidumu dakika zote 90 na kuwapa alama 3 zote Young African, na amepata nafasi ya kuanza kwenye mechi inayofuata ya JKT Tanzania. Lakini namba 11 ni Clement Mzize, tunafahamu uwezo wa Mzize kwamba ni mchezaji hatari na yupo vizuri sana. Hivyo basi hichi ndo kikosi ambacho kinaanza dhidi ya JKT Tanzania. Basi moja kwa moja ukikiangalia kikosi hiki utaona kabisa kwamba mwalimu ana mpango kabisa na anataka alama zote 3. Sasa ukianza kuangalia Young African wanahitaji alama 3 ili wajihakikishie, na mchezo wa JKT na Young African hujawahi kuwa mwepesi. Sasa tukutane kwenye comment hapo baada ya kukitazama kikosi. Je, wewe shabiki unaonaje? Unaona kikosi kweli kinaweza kikachukua alama 3? Lakini pia njoo kwenye comment tuambie wewe unaitakia Young African ushindi ukiwa wapi. Mimi ni Tubone Media.
hadi wakati mwingine. Lakini nikukumbushe tu wewe, kama bado hujasubscribe na unapenda habari za michezo na burudani, sisi kama Tumboni Media tupo hapa kwa ajili ya kukuburudisha. Hivyo basi hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video nyingine kutoka kwetu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Tumboni, bye bye.